na kwa hakika sauti ya wanafunzi imesikilizwa na itafanyiwa kazi. Ndugu wanahabari, serikali imetoa fursa kwa sekta binafsi kuwa ni watoa huduma za usafiri wa abiria baina ya miji, mijini na vijijini, ikiwa ni pamoja na daladala zinazotoa huduma mijini. Na nia ya serikali kuhakikisha kuwa huduma hizi zinaimarika kila wakati kupitia jukumu alilopewa Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini, yani LATRA kisheria. LATRA ndo anasimamia usafiri wa ardhini kisheria. Serikali itaendelea kuchukua hatua stahili dhidi ya watu wote wanaokiuka taratibu na kanuni za usafiri bila kujali nafasi zao. Narejea tena hii. Serikali itaendelea kuchukua hatua stahili dhidi ya watu wote wanaokiuka taratibu na kanuni za usafiri bila ya kujali nafasi zao. Aidha, katika kukabiliana na changamoto za usafiri wa abiria wakiwemo wanafunzi na katika kuboresha usafiri wa wanafunzi mijini, serikali imeweka mipango na mikakati mbalimbali ikiwemo na ifuatayo. Ya kwanza kabisa, kuanzisha huduma za mabasi maalum yaendayo haraka kwa ajili ya wanafunzi, hususan katika nyakati za asubuhi na jioni, ili kuhakikisha wanafunzi wanafika shule na kurejea majumbani kwao salama kwa wakati. Hiyo ya kwanza. Ya pili, kutenga mabehewa maalum kwa ajili ya wanafunzi kwenye treni ya mijini. Dar es Salaam tunayo matreni pale, tunazo treni. Tumetenga mabehewa maalum kwa ajili ya wanafunzi. Hatua hii inalenga kupunguza msongamano, kuongeza usalama na kutoa unafuu kwa usafiri wa wanafunzi wanapotumia treni za mijini. Tatu, kurasimisha na kusimamia utoaji wa nauli maalum kwa wanafunzi ambao ni shilingi 200 kwa wanafunzi katika mabasi yaendayo haraka na daladala. Tumeelewana? Kurasimisha na kusimamia utoaji wa nauli maalum ya shilingi 200 kwa wanafunzi katika mabasi yaendayo haraka na daladala kwa mujibu wa taratibu na kanuni zilizowekwa. Kuna kanuni, taratibu zilizowekwa na LATRA, ndio naopitia hapa, sikutunga mimi. Mdhibiti ameweka hizo kanuni na taratibu na yuko hapa. Hatua hii inalenga kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata huduma hizi kwa gharama nafuu. 4. Kutekeleza sheria na kanuni za kudhibiti madereva na kusajili watoa huduma wa vyombo vya usafiri wa umma, mabasi na treni. Hatua zote hizi zinalenga kutekeleza malengo ya serikali ya kuboresha huduma za jamii, hususan huduma za wanafunzi katika vyombo vya usafiri, ili kuwawezesha kupata elimu katika mazingira rafiki na yenye staha. Sio jambo zuri kwa nyanyasa wanafunzi. Sote tulikuwa wanafunzi na sisi tuna watoto, tuna wajukuu, tuna ndugu. Sio jambo zuri hata kidogo. Ndugu wanahabari, katika kuhakikisha utekelezaji mzuri wa hatua hizi pamoja na kujibu changamoto zilizowasilishwa na mwanafunzi Mariana, ninaagiza Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri Ardhini LATRA kutekeleza yafuatayo: kuthibitisha madereva na kusajili wahudumu kwenye mabasi linafanywa kwa kasi katika miji yote hapa nchini, na kutoa adhabu kwa mujibu wa sheria kwa madereva na makondakta watakaobainika kuwanyanyasa wanafunzi. Naomba nirejee hii. Kwanza, kuhakikisha zoezi la kuthibitisha madereva na kusajili watoa huduma kwenye mabasi linafanywa kwa kasi katika miji yote nchini, na kutoa adhabu kwa mujibu wa sheria. Kuna sheria na kanuni. Kwa mujibu wa sheria kwa madereva na makondakta wanaobainika kuwanyanyasa wanafunzi. Hilo ndio agizo la kwanza. La pili, kuimarisha udhibiti wa nauli maalum za wanafunzi, kuimarisha staha ya huduma na usalama wao kwa wakati wowote wanapotumia vyombo vya usafiri.
La tatu, kuendelea kutoa elimu kwa watoa huduma na watumiaji wa huduma wajue haki na wajibu wao kwa kila mmoja, sababu watu wengine hawajui haki na wajibu. Sasa tunahimiza hapa LATRA afanye kazi, atoe elimu, watu wajue wajibu wao na haki zao. 4, kuhakikisha treni za abiria, daladala zote nchini pamoja na mabasi yaendayo mikoani na nchi za jirani zimeandikwa namba za bure ili abiria aweze kupiga LATRA kama ana changamoto. Namba hizo ni kama zifuatavyo. Ya kwanza, naomba nirejee tena namba ya kwanza, 0800110019. Tumeipata jamani? Ya pili, 0800110020. Tofauti yake 119 120. Ya tano, ninaagiza LATRA kushirikiana na jeshi la polisi ili kufanya ukaguzi wa mara kwa mara na wa kushtukiza kwenye vituo vya daladala, hasa nyakati za asubuhi na jioni, kuhakikisha wanafunzi wanapata usafiri. Narejea tena hii ya tano, kushirikiana LATRA kushirikiana na jeshi la polisi ili kufanya ukaguzi wa mara kwa mara na wa kushtukiza kwenye vituo vya daladala, hasa nyakati za asubuhi na jioni, kuhakikisha wanafunzi wetu wanapata usafiri wanaohitaji.